Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini, Godbless Lema, anasema kwamba amezuiwa kutoka nje ya nchi na maafisa wa uhamiaji, huku akishikilia passport yake ama pasi ya kusafiria katika nchi ya Tanzania. Katika ukurasa wake wa Twitter ameandika kwamba mambo hayo yametokea leo, akisema baada ya kusubiri masaa zaidi ya 4, sasa nimezuiwa rasmi kusafiri. Pasipoti yangu imechukuliwa na sasa napaswa kurudi nyumbani Arusha. Kwa maelezo zaidi niende makao makuu ya uhamiaji Dodoma. Maumivu nilionayo ni makali sana. Nilipaswa kutazama afya yangu zaidi kesho Nairobi nchini Kenya. Godbless Lema anasema nimezuiliwa kinyume na utaratibu wa sheria na Immigration Governing Order. Sina kesi yoyote mahakamani wala hakuna malalamiko yoyote dhidi yangu. Jeshi la polisi, sina makosa yoyote ya kiuhamiaji ambayo nimejulishwa na afisa wa immigration pale Namanga. Ni wazi kuwa notisi hii, anaeleza hapo kwamba ni wazi kuwa notisi hii kwa umma imetolewa kama kinga kwa mamlaka zinazokandamiza watu wenye mawazo mbadala dhidi ya watawala. Nitafika ofisi za uhamiaji makao makuu. Nimenyimwa haki ya kusafiri na zaidi kupata matibabu Nairobi bila sababu ya msingi. Acheni kutesa watu kwa sababu ya hofu na mashaka. Ameambatanisha pia barua ama tangazo ama taarifa kwa umma kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Idara ya Uhamiaji. Tangazo hili linasema kwamba ofisi ya Kamishna Jenerali wa Uhamiaji SRP 1131 1181 barabara ya 4 ya Mwangosi, Dodoma, tarehe 6 Juni mwaka 2025. Taarifa kwa umma. Kuzuiliwa kutoka nchini ndugu Godbless Jonathan Lema. Taarifa hii inasema idara ya uhamiaji inapenda kujulisha umma kuwa leo tarehe 6 Juni mwaka 2025 katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Namanga mkoani Arusha, ndugu Godbless Jonathan Lema alizuiliwa kutoka nchini na pasipoti yake ya kusafiria kushikiliwa. Sambamba na zuio hilo, ndugu Lema ametakiwa kuripoti katika ofisi za uhamiaji ama ofisi ya uhamiaji makao makuu kwa ajili ya mahojiano zaidi. Idara inapenda kufahamisha umma kuwa utaratibu uliotumika kumzuia kutoka nchini ni wa kawaida na unatumika kwa raia yeyote pale ambapo idara imepata taarifa zinazohitaji mhusika kuhojiwa. Aidha, idara ya uhamiaji inatoa wito kwa wananchi kupuuza taarifa za uongo zilizochapishwa na ndugu Lema kupitia mitandao ya kijamii kuwa zuio hilo linawalenga viongozi wote wa Chadema. Imetolewa na SSI Paul J. Msele, msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji. Haya ni mambo ambayo yanaendelea, lakini watazamaji ni muhimu sana kujua kwamba wasomaji wa ukurasa hiyo ya Lema wanasemaje. Steven Biko anasema, kwa hiyo tukusaidieje
ama tukusaidie nini? Mchangiaji mwingine anasema, Free Mind anasema kwamba wewe Lema ni tapeli, muongo na mzushi. Nani asiyejua kwamba kila baada ya miezi mitatu unakwenda Canada? Ulikuwa unaenda Nairobi ama you were on your way to Canada? Blaza Bonge anasema, kama hauna kosa unakuja kulia vya nini humu? Pusha anasema, nyie ni wahuni, kila Mtanzania anajua hilo, mnashindwa kumwambia nenda, ukirudi ripoti mahala fulani. Watanzania wote wanajua nyie mnafanya ubavu. It does not help anything. Endeleeni tu na hiyo. Msaranga anasema, when exposing a crime is treated as committing a crime, you are being lured by criminals. Edward Snowden. Huyu mwingine anaitwa Optimistic anasema, CCM inasema Chadema imekufa lakini wanaiogopa sana. Yaani polisi, mahakama, bunge na kila mfumo upo dhidi ya Chadema. Afu unasikia mbwa Obrere Aliko anasema kwamba zuio ni kweli la viongozi wa Chadema, kwa sababu kama Lema anakosa kisheria ungemshikilia na sio kumsumbua arudi nyumbani halafu aende makao makuu ya uhamiaji Dodoma. Huyu mwingine anaitwa Captain Tuku anasema, hili ni jinamizi la udikteta chini ya kukataza mtu kusafiri bila kosa, bila kesi, bila sababu. Ni matumizi mabaya ya dola dhidi ya wapinzani. Haki ya kusafiri na kutibiwa si zawadi ya serikali. Tony anasema, kama ulishalipia malazi ya hoteli Nairobi pamoja na gharama nyinginezo, shauriana na mwanasheria wako muone hatua gani za kisheria zitapaswa kuchukuliwa ili kulipwa fidia, compensation for their losses included. Huyu mwingine anaitwa Master anasema, tuwasalimie kwenye official account yao, naomba muwatage hapo. Watu huru anasema hatari. Ola Lengaya anasema, call time in obliging. Jimuna anasema, wanatuona. Maoni ni mengi kweli kweli kwenye ukurasa huu wa Godbless Lema baada ya kueleza kwamba yeye amezuiliwa kinyume na utaratibu wa sheria na Immigration Governing Order, na kwamba yeye hana kesi yoyote mahakamani wala hakuna malalamiko yoyote dhidi yake. Jeshi la polisi anasema kwamba hana makosa yoyote ya kiuhamiaji ambayo amejulishwa na afisa wa immigration pale Namanga. Anasema ni wazi kuwa notisi hii kwa umma imetolewa kama kinga kwa mamlaka zinazokandamiza watu wenye mawazo mbadala dhidi ya watawala, na huku akieleza kwamba nitafika ofisi za uhamiaji makao makuu, nimenyimwa haki ya kusafiri na zaidi kupata matibabu Nairobi bila sababu ya msingi. Acheni kutesa watu kwa sababu ya hofu na mashaka. Ndivyo anavyomaliza Godbless Lema katika kurasa wake wa Twitter akieleza mambo hayo. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalulunga Mwaipungu. Tafadhali karibu nawe kwa maoni yako.